Sasa tuangalie leo margin trading. Tuliangalia issue ya margin, tukaangalia leverage, unaona kwenye session iliyopita, tukaangalia TPC ni nini, ndio tukajifunza hapa digit ya pili, na hii ni digit ya pili. Kwa hiyo gold na ile mafuta pia ni digit ya nini, ya pili, unaona. Tukaja tukaangalia, tulishia hapa kwenye lot size, sio hivyo? Hapo kwenye lot. Okay. Sasa hii lot size na yenyewe mechanism yake haijatofautiana kivi sana na issue za nanilio za pips, unaona kwamba kuna standard lot ambayo ni sawasawa na units ngapi? Laki moja, umeona? It means kwamba lot tunaanzia kukalkuletia kwenye standard lot ambayo ni unit laki moja, lakini sisi tumeshazoea standard lot ni sawasawa na ngapi? Na lot size ya moja, sio hivyo? Ndio. Ambayo hii moja, I mean hii unit hizi laki moja, unaona ni equivalent na ngapi? Na lot size ya ngapi? Ya moja. Kwa hiyo mechanism gani hapa ambayo imefanyika? Imegawa kwa ngapi? Kwa laki moja, ndio mpaka ikaja kapatikana hii standard lot ya ngapi? Ya moja, unaona. Kwa hiyo ili upate mini lot ni sawa sana unit 10,000, si ndio hivyo? Kwa hiyo unit 10,000 ili upate ile lot size. Sasa exactly lot size ambayo utatumia kwenye platform yako, unachukua hii 10,000 unagawanya kwa hii laki moja. Kwa hiyo hii laki moja ndo kama kizio, yani kama tunaita kwa Kiingereza tunasema sijui ni SI unit, sijui ni nini kwenye mambo ya physics. Yani hii ndo kama unit ambayo inatumika kumeasure lot zote, unaona. Kwa hiyo ukichukua hii 10,000 ukagawanya kwa laki moja, unaona, ukagawanya kwa laki moja ambayo inakuwa na 0.05, unaona. Hizi 0.04 zote zinakufa, na huyu hapa kwa anabaki ni 0 point ngapi? 0.1, ambao ndo unapata 0 point ngapi? 0.1. Kwa hiyo unit 10,000 kwenye mini lot ni sawa sana 0 point ngapi? 0.1, unaona. Unit laki moja kwenye standard lot ni sawa sana lot size ya ngapi? Ya moja. Kwa hiyo huyu hapa unit hizi 1000 kwenye micro lot ni sawa sana lot ya 0.0 ngapi? 0.1. Na hizi nano lot actually haipo ipo kwa block ambayo nimeiona nano lot, nimeiona kwa nanilio tu derive tu, ila blockers wengine wote hawana hii nano lot ambayo inakuwa ni 0.001. Actually hii kwa blockers wengi haipo, unaona. Hii ingekuwepo ingekuwa unyama sana, hii ungeona itumia sana kwenye gold, unaona. Lakini hii nano lot afanyaje? Haipo, unaona. Kwa hiyo hizi ndizo lot size. Kwa hiyo sasa faida kubwa inategemeana pia na lot size ambao unafanyaje, unatumia, kwa sababu definition ya lot, tunasema lot ni ukubwa wa biashara unayofanya wapi? Unayofanya sokoni. Lot ni ukubwa wa biashara ambao unafanya nini? Sokoni. Kwa hiyo ukitumia lot size kubwa, it means kwamba unakuwa unafanya biashara kubwa. Kwa hiyo ikitokea trade imeenda upande wako, kuna uwezekano wa kupata faida kubwa, lakini ikitokea imeenda against na wewe, pia uwezekano hasara yake inakuwa na yenyewe nini? Ni kubwa, unaona. Kwa hivyo kwenye mini lot, hii ni lot size ya wastani, unaona, ambayo faida yake inakuwa ni ya wastani kubwa, lakini ni ya wastani, alafu hata loss yake pia inakuwa ni ya wastani. Na alafu tukija kwenye micro lot ambayo ndio lot ya mwisho kabisa, ambayo ndio huwa tunaitumia, hii nano lot hii hapa haitumiki. Hii faida ndogo na pia risk yake ni ndogo. Kwa sababu gani? Ukitumia hii hapa lot, micro lot kwa pips 10, unaona, trade ikitembea pips 10 ndio sawa sawa na dola ngapi? Na dola moja, unaona. Ila hii hapa kwa mini lot, trade ikitembea pips 10 ni sawa sawa na dola ngapi? Dola 10, unaona. Ila hii standard lot, trade ikitembea pips 10 ni sawa sawa na dola ngapi? Na dola 100. Kwa hiyo ndio inavyoenda. Kwa hiyo lot size pia ni jambo la muhimu sana la kuzingatia, unaona. Baadaye huko utakuja kujifunza namna sasa ya kucalculate lot size. Actually siku hizi kuna hizi platform ambazo zinakucalculate lot size kabisa ya kutumia kulingana na mtaji wako. Unaingiza tunataka kuriski asilimia ngapi ya mtaji wako, unaingiza stop loss yako, unaweka take profit yako, una calculate pale, unaweka na mtaji wako, una calculate pale na kuletea lot size kama ni 0.03 au 0.02,
unaona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo platform hiyo yenyewe inakuwa inafanyaje, inakuchagulia lot size ya kufanyaje, ya kutumia. Leverage, nafikiri leverage pia tuligusia jana, tunasema leverage ni uwezo wa kudhibiti biashara kubwa kwa kutumia mtaji mdogo. Unaona, kwa it means kwamba wewe hata kama ukiwa na mtaji wa $10 unaweza ukatrade hata gold. Unategemea tu leverage yako ambao unakuwa umeweka na ni ya size gani. Unaona, kwa leverage hizi za broker zetu ambao wanatupatia leverage ya 1:2000, hata kwa $10 una trade zako gold na position hata 3 kwa 0.01 au kwa lot size ya 0.0 ngapi, 0.03 na trade zako gold vizuri. Hii inakuwa ni sana sana umeingia full margin. Umeona? Kwa hiyo sasa kwa jina nyingine tunasema kwamba hii leverage, yani leverage na naniliu, ukija pale kwenye naniliu kuna margin ni kama ule mtaji tulisema, ni kile kiasi ambacho ni kama dhamana. Unaona, ila margin trading ndo imeunga, ni margin plus nini, plus leverage, ndo tunaita nini, ni margin trading. Kwa sasa leverage ndo kile kiasi ambacho broker anakuwa anakupatia, unaona, kwa kila $1 ambao unakuwa umedeposit wapi, umedeposit kwake. Unaona, kwa hiyo kwa mfano akikwambia 1 ya 100 inamaanisha kwamba kila $1 broker atakuongezea dola ngapi, dola 100, au utaweza kudhibiti dola 100 wapi, sokoni kwa maana nyingine, au utaweza kutrade dola 100 wapi, sokoni. Kwa kila $1 ambao una deposit unakuwa na uwezo wa kutrade dola 100 wapi, sokoni. Kwa hiyo kama umeweka dola 10 inamaanisha 10 mara 100 ni ngapi? Ni dola 1000. Kwa hiyo ukideposit dola 10 una uwezo wa kudhibiti dola 1000 wapi, sokoni. Sasa hapo nina swali. Unasikia? Ndio. Ni wakati gani broker anakupa hiyo leverage? By the time umedeposit tu mtaji wako, sababu ukiwa una deposit kule mtaji wako una select unataka kutumia leverage ipi. Unataka kutumia leverage ile ambayo amekupatia 1:2000 au unataka kuipunguza. Ila inabidi ukumbuke kwamba hii leverage asilimia kubwa ndio ambayo inatuua sisi traders. Kivipi? Ukiweka leverage kubwa inamaanisha kwamba una uwezo wa risk yako, hatari yako sokoni inakuwa ni kubwa, kwa maana kwamba kwenye leverage kubwa una uwezo wa kuingia full margin, au usipoingia full margin ikatokea hujaweka stop loss na trade ikaenda against na wewe, una uwezo wa kupoteza hiyo account yako yote. Kwa hiyo leverage ikiwa kubwa risk pia inafanya inaongezeka, ila leverage ikiwa ndogo risk pia inakuwa inafanya inapungua. Kwa sasa ukija kuangalia kwa mitaji yetu hii ya dola 10, sijui dola 20, dola 30, ni ngumu kutumia leverage ya 1:500 au 1:100. Kwa sababu gani? Ukiweka hii leverage ya 1:100 kwa mtaji wa dola 10, unaweza ukaingia trade ya GBP USD alafu ukawa na press order ya kubai, ukawa unaambiwa insufficient fund. Unaona? Kwa sababu ya nini? Leverage yako umeset nini ni ndogo, ila leverage ukiweka kubwa unakuta ile trade inafaje inakubali. Kwa hiyo ili uweze kutumia leverage nzuri hizi ndogo ndogo, ni at least uwe na mtaji wa kuanzia dola ngapi? Dola 1000. Hapo itakusaidia wewe, utaweza kuprotect pia mtaji wako kupitia nini? Leverage. At the same time pia utaweza kuprotect mtaji wako kupitia nini? Stop loss. Hapo nimekuelewa. Ndio maana mara nyingi kwenye video zangu nasema kwamba broker anakuambia sijui anakupa leverage kubwa ili uweze kutrade sijui kwa mtaji mdogo sijui. Hizo conditions zote broker anazokuwa anakupatia zinamfavor yeye, kwa sababu anakuwa anajua watu wengi ambao wana trade huko wanao withdraw ni wachache, wengi wanachoma account. Kwa hiyo anakutamanisha ili uweze kufanyaje, kujilipua kwa ukiingia ukiwa unaamini kwamba kwa sababu leverage ni kubwa unaweza ukajilipua ukatengeneza profit kubwa, kumbe unajilipua ili uchome account yako haraka mapema. Kumbe ndio maana unawasisitiza
watu ni bora uwe na capital kubwa kuanzia $1,000. Yeah. Kwa sababu ya nini? Ya hicho kitu chochote kinachokuwa nakwambia broker kinakuwa kinamnufaisha wewe, kinamnufaisha yeye, sio wewe, ila ametengeneza mazingira kwamba uone kwamba wewe anakujali sana wewe mteja wake, kumbe sio. Kwa sababu ya hizi nini, leverage na vitu vingine ambavyo broker anakuwa anakukumbaza navyo ni hizi bonus. Sijui anakuambia anakupa 100% deposit bonus, kwamba ukideposit $100 na kuongezea $100 nyingine. Lakini hizo $100 anazo kuongezea uweze ku-withdraw. Mshansoma? Zinakuwa sio real. Unaona? Sasa hayo ni mazingira ya wewe kufanya ili ujione una mtaji mkubwa, utumie lot size kubwa, uwahi kuchoma haraka mtaji wako. Umeelewa? Okay. Kwa hiyo bonus ambayo anakupa inakuwa haina tofauti hata na leverage. Ni sasa tu amekuongezea leverage. Kwa sababu unajiona una mtaji mkubwa. Hiyo hapo mtaji wako ni $100 tu pale. Sababu mwisho siku ukipata loss ya ile $100 hapo kama kile $100 ambao anakuwa amekuongezea, uwezo ka withdraw ile account. Au kama ku withdraw inamaanisha kwamba unaweza kwa kitu na withdraw $50. Akakuruhusu withdraw $50 lakini sio $100 yote kama alikupa 100% deposit bonus. So umechoma $100 ya kwanza. Sasa Yesu amekupa bonus ya 100%, umedeposit $100 amekuongezea 100 zimekuwa 200. Ile $100 umeichoma, umebaki na balance ya $100. Ukitaka ku withdraw ile $100, broker akubali. Una withdraw dola ngapi? $50. Kwa unakuja kugundua kabisa kwamba ile $100 ambayo anakupokuwa amekuongezea pale kama bonus ni geresha tu, ni amekuongezea tu namba pale 00 ili ujione wewe una mtaji mkubwa, ila kumbe hajakuongezea chochote. Na mara nyingi waga wanafanya hivi kwamba hiyo hela yako ambayo unakuwa unaideposit kule kwenye platform inakuwa haipelekwi moja kwa moja sokoni. Hiyo inakuwa ni kama demo account, lakini inakuwa imetengenezewa mazingira ya real account. Unakuwa unaona kama ni real nini? Ni real account. Ila yeye broker yako anaichukua ameiweka wapi? Mfukoni, anaanza kuhesabilia siku. Kwa hiyo ndio huni ambao wanakuwa wanafanya nini? Wanafanya brokers. Lakini bahati mbaya ukiwaambia watu wanakuwa hawakuelewi. Hatari ya leverage na margin. Kianza kupiga hizi story mzee, unaweza kujikuta tunatumia siku nzima. Sababu mabroker mimi nawajua nje ndani. Nimespend muda mwingi sana kwa study na nimefanya nao kazi. Leverage inaweza kukuongezea faida, lakini pia inaweza kukuangamiza haraka. Ndio yale kwamba leverage ukiweka kubwa, ukijilipua, ikikubali unapata faida kubwa, ila ikigoma unapoteza kila kitu. Margin call, kuna kitu tunakiita margin call. Hii margin call tunasemaga hii ni kama message au ujumbe ambapo unakuwa umepata loss kubwa. Unaona, umebakisha kama 10% au 20% ya mtaji wako. Broker anakuwa anakutumia message, bwana we, mtaji wako huko umepungua labda 80%. Unaona, your margin level imepungua, iko below 80%, ambao ndo mtaji wako umepungua below 80 ngapi? 80%. Alafu una trades zinalani. Kwa hiyo fanya namna uongeze mtaji ili uweze kusecure hizi trades ambazo zinafanya zina run. Tunaita margin call. Nakwambia usitumie leverage kubwa bila mpango wa risk management. Kwa hiyo kutumia leverage kubwa sio ujanja, lazima uwe na risk management. Au namna gani? Vipi? At least uweke leverage ya 1 ngapi? 500. Hii ni leverage nzuri, lakini sasa 1:500 at least uwe na capital kubwa ambayo inaweza kufanya ikakuprotect. Sasa ndio maana nawaambia watu watafute forex. Ni biashara ambayo inahitaji mtaji mkubwa. Ili utrade vizuri na bila pressure, at least uwe na capital ya kuanzia dola ngapi? $1,000. Chini ya hapo fungua senti account, ndio utatrade vizuri. Kwa hiyo tumia leverage kwa busara na sio kwa tamaa.
Unaona? Margin, pips, lots na leverage ni vipengele vya kiufundi vinavyounda msingi wa biashara ya nini, ya forex. Lazima uvielewe vizuri. Kwa hiyo unatakiwa uelewe kipengele kwa undani kabla ya kuanza biashara ya pesa halisi. Kwa hiyo hivi vyote hivi inabidi uviapply kwanza, at least sema na wewe, nafikiri wewe ulisha kutrade kwenye live account. Ushaviona hivi vitu jinsi zinavyofanya kazi. Ndio. Okay. Nani anafanya biashara ya forex? Unaona? Kwa hiyo hii ni kama summary. Soko la forex linahusisha washiriki wa aina mbalimbali kutoka kwa benki kuu hadi kwa trader wa nini wa nyumbani ambao ndio sisi retail traders. Kila mshiriki ana malengo tofauti, mtaji tofauti na athari tofauti. Kwa hiyo washirika wakuu wa soko la forex kuna benki kuu. Benki kuu zote hawa ni washirika wa forex ambazo tunaziita central banks. Kwa mfano kwa Tanzania hapa ni BOT. Unaona, hizi zinadhibiti sera za fedha za nchi. Unaona, zinabadilisha viwango vya riba na kuingilia soko ili kudhibiti thamani ya nini, ya sarafu. Unaona, mfano ndio hii, kuna benki ya Marekani, benki ya Uingereza pamoja na benki of Japan. Kwa hiyo hata hivi viwango vya riba vya hapa nchini ukienda kukopa, sijui ukienda kufanya nini, vinakuwa vinabadilishwa na nani, na BOT. Unaona, kwa hiyo BOT ikibadilisha viwango vya riba ndio vinakuja kwenye hizi benki nyingine, benki wa shirika huko chini wa BOT ambao kuna NMB, CRDB, sijui na hao wenyewe kwenye ile riba ambao wanakuwa wamewekewa na BOT wanaongeza kidogo ili wapate nini, wapate faida. Nyingine, taasisi kubwa, institutional traders. Hizi ni benki za biashara. Unaona, benki za biashara kama NMB, CRDB, hawa na wenyewe pia ni washirika wakubwa wa soko la nini, la forex. Hedge funds pamoja na makampuni ya uwekezaji zinadhibiti mabilioni ya dola na zinaweza kuathiri mwelekeo wa nini, wa soko. Pia makampuni ya kimataifa hutumia forex kulinda thamani ya malipo kimataifa ambayo inaitwa hedging. Mfano, kampuni ya Ujerumani inayolipa wafanyakazi Marekani, mara nyingi unakuta wanakuwa wanatumia, itabadilisha euro kwenda USD, ndio unakuta the way jinsi wanavyokuwa wanafanyaje, wanalipana hivyo. Ila hawalipi, kwa mfano mimi namlipa mtu ambaye yuko Marekani, lazima nibadilishe pesa yangu ya shilingi iende kwenye USD ili niweze kumfanyaje, kumlipa yule ambaye wapi wa Marekani. Vile vile brokers wanafanya kazi kama daraja kati ya soko na retail traders, na vile vile wanatoa majukwaa ya biashara ambazo ndio hizo trading platform kama MT4, MT5. Unaona, vile vile wanatoa leverage na taarifa za nini, za soko. Na vile vile retail traders ambao ndio sisi, unaona, hawa ni watu wa kawaida kama wewe wanaofanya biashara kupitia simu au nini, kompyuta. Tuna mitaji yetu midogo, lakini tuna nafasi ya kujifunza, kujiendeleza na kupata nini, na kupata faida. Nafasi yako wewe pia ni sehemu, wewe na mimi ni wote ni retail traders. Unaona, lakini haimaanishi kama hatuna nguvu. Kwa hiyo kwa maarifa sahihi, nidhamu, na pia ukipata mentorship nzuri, unaweza kufanya biashara na ukafanyaje, ukafanikiwa. Unachohitaji sio mtaji mkubwa, labda mabilioni au mangapi. Hapana, unahitaji tu knowledge nzuri pamoja na plani nzuri ambayo itakuwezesha wewe maje kufanya biashara. Na soko alijali wewe ni nani, una shilingi ngapi, hivyo yote wewe inajali kama kile unachokifanya yani inajali kama unajua unachokifanya tu basi. Kama unajua unachokifanya mzee, sokoni utapuyanga. Sura ya 13, kwa nini watu wanafanya biashara ya forex? Forex inavutia watu wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wanaingia kwenye biashara ya forex kwa sababu mbalimbali. Wengine wanaingia tu kwa tamaa, wamesikia forex ina hela, sijui na hivi na hivi. Unaona, wengine wanaingia tu kwa matumaini, na wachache wanaingia sasa kwa nia ya kweli ya kutaka kufanya kujifunza. Unaona, kwa hiyo kama mwanafunzi ni muhimu kuelewa sababu hizi ili ujitathmini na kujenga msingi mzuri wa nini, wa biashara. Kwa hiyo sababu za kifedha ambazo zinawafanya watu waingie kwenye hii biashara, sababu ya kwanza ni kutafuta kipato cha nini, cha ziada. Unaona, watu wengi huanza forex kama njia ya kuongeza
kipato, hasa wale walio na kazi au biashara nyingine. Na kuna wengine hawana kazi, hawana biashara, lakini wanataka wafanye wajifunze nini? Wajifunze forex, lakini na yenyewe sio mbaya. Na wengine wanafanya hii biashara ya forex kwa sababu ya kutafuta uhuru wa nini? Wa kifedha, kwa sababu forex inaonekana kama njia ya kuondokana na utegemezi wa mshahara au ajira. Na wengine forex kwa sababu una uwezo, hii ni biashara ambayo unaweza kuifanya bila kuwa na nini? Na ofisi. Kwa hiyo uwezo wa kuanzisha biashara bila ofisi. Kwa hiyo biashara ya forex haihitaji ofisi, wafanyakazi au mtaji mkubwa. Ni biashara ya akili na nini? Na plani na mpango. Na sababu za kisaikolojia, kuna wengine wanaingia kwenye forex kwa sababu tu wanataka kutafuta changamoto mpya, kwa sababu forex inatumia sana akili, unaona. Kwa hiyo inahitaji uchambuzi, subira na unini na ujasiri. Lakini vile vile kupenda uhuru, freedom, unaona, kwa sababu hii ni biashara ambayo inaamua muda gani na lini wewe uingie sokoni na lini au muda gani wewe utatoka, unaona. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa, ukishajua kwamba mimi nitaingia labda sokoni muda fulani, una uwezo wa kupangilia ratiba zako za majukumu yako mengine. Mfano labda mimi nakuwa najua kabisa kwa siku mimi nina session 2 tu za kutrade. Labda ni asubuhi muda wa London session ambao kuanzia saa 2, saa 3, saa 4 lazima nitakuwa important for screen. Nisipoona opportunity hapo nitapumzika, nitaendelea na majukumu yangu mengine. Nitakuja tena kufungua chat kuanzia saa 8:30 ili kuiwahi session ya nini ya hiyo. Sababu lazima ni time nusu saa au saa moja kabla ile session haijaingia, ili niende kufocus kwenye chat, kufanya analysis na kujua nafanyaje kwenye hiyo session, unaona. Lakini vile vile wengine wanaingia kwenye forex kwa ajili ya kupenda kufanya kujifunza, kwa sababu forex ni shule ya tabia, unaona. Kila siku kuna somo jipya kuhusu soko, nafsi na dunia, unaona. Yaani forex itakufundisha vitu vingi sana ukiwa na trade, kupitia mistake ambazo unazifanya nini, yani kila kitu itakushape. Utajikuta tu wewe umenyooka yani automatically. Vile vile sababu za kimkakati ambao ndo strategic plans, unaona, strategic reason, unaona, kwamba uwezo wa kufanya biashara saa 24, unaona, kwa sababu ni soko huru ambao ni soko ambao liko wazi masaa 24. Kwa hiyo ili soko la forex linawapa traders nafasi ya kupanga biashara kulingana na ratiba zao. Kitu kingine ni uwezo wa kupata faida wakati bei inapanda au inashuka. Ndio soko pekee bei ikiwa inapanda au ikiwa inashuka, huo unaweza ukapata faida, unaona, tofauti na masoko mengine. Forex au masoko ya hisa au kununua au kuuza cryptos, hizi ni tofauti. Crypto ikiwa inashuka mzee, unapata hasara, ila ikiwa inapanda unapata faida, unaona. Ila kwenye forex ni tofauti. Bei ikiwa inapanda unaweza kupata faida, na bei ikiwa inashuka unaweza kupata nini? Faida. Ndio kitu ambacho tunakiita short selling. Lakini vile vile ni uwezo wa kuanza na mtaji mdogo. Unaweza kuanza na $10 au $50 na bado kujifunza pia. Kwa nini? Kwa vitendo, kupitia $50, $10. Kwa hiyo na mimi huwa na recommend hizi $10, $50 ni pesa ambayo unaweza ukaideposit kwa ajili ya kufanya ya kujifunzia. Na kama kwa kujifunzia, basi usideposit kwenye live account, deposit at least kwenye cent account, unaona, atili, kwa sababu $10 ni mtaji mdogo sana. Kwa lot size ya 0.01 ni sawa sana pikisimia tu, tayari $10 vimeteketea, unaona. Kwa hiyo ni kaptaji fulani mikadogo sana. Watu huingia kwenye biashara ya forex kwa sababu tofauti, lakini si kila sababu inazaa matokeo mazuri, unaona. Kwa hiyo kama mwanafunzi inabidi ujenge sababu zako juu ya nini? Juu ya maarifa, unaona, mpango ambao ndio plani, uvumilivu pamoja na uelewa nini wa nafsi. Hapa tunaingia kwenye chapter nyingine ambayo ni jukwaa la biashara, ambalo kwa Kiingereza tunaita ni trading platforms ambazo tunazitumia. Trading platform ni nini? Trading platforms hizi ni program au mfumo unaokuwezesha kufanya biashara ya forex moja kwa moja sokoni, ambapo ndio daraja kati ya soko na broker, mahali unapochambua soko, kuweka order na kufuatilia mabadiliko ya bei, unaona. Sasa hizi platform maarufu, kuna MetaTrader, MT4, kuna MetaTrader 4,
unaona, alafu kuna MetaTrader 5, MT5, kuna cTrader pamoja na nani na TradingView. Hizi ndio platform maarufu sana ambazo tunazitumia kwenye kufanya uchambuzi, unaona, pamoja na kufanya na kuweka order aidha za kubai au kufanya kusell. Unaona, ndio maana tumesema hizi ni platform, ni program au mfumo unaokuwezesha kufanya biashara ya forex moja kwa moja sokoni, na ndio kitu ambacho kinatuunganisha, kinachotufanya sisi tuweze kuwatumia nini mabroker, unaona, kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo tunaweza kuweka order zetu, unaona, na kufanya nini uchambuzi, unaona, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatolewa na nani na brokers. Kwa hiyo vitu muhimu ambavyo vipo kwenye hizi trading platform, kuna price chart, unaona, ambazo tunaita ni chart za bei, ndio kama hizo ambazo umezoea, ukifungua tunakutana na ile chart bei, unakuta price unakuta inapanda, muda mwingine inashuka. Hii inaonyesha mabadiliko ya bei kwa muda halisi. Pia kuna indicators ambazo zipo humo kwenye hizo trading platform, ambazo hizi ni zana za kuchambua mwelekeo wa soko, mfano RSI, kuna MACD, kuna moving average, kuna stochastic na vitu kama hivyo. Alafu kuna order panel, unaona, hii ndo kuna kale kadude ka order panel, huku kana buy huku kana sell, katikati pana sehemu ya kurekebisha lot size, unaona kwamba hapa ni mahali pa kuweka buy, sell, stop loss pamoja na nini na take profit. Hizi ndo tunaziita ni order panel. Lakini pia tuna sehemu ya history, unaona, hii inaonyesha rekodi ya trade zako zilizopita, iko chini pale, unakuta hapa imeandikwa history. Gusa pale unaona trade za leo, unaweza ukaview trade za wiki iliyopita, za mwezi au za mwaka uliopita. Lakini pia kuna sehemu ya alerts, unaona, hizi ni kama alarm, unaona, hizi ni arifa za mabadiliko ya bei au matukio nini ya soko, ambao unaweza ukaseti ukawa unatumia bwana, price imefika sehemu fulani na kutumia message kwenye simu, price imefika sehemu fulani na kutumia message kwenye simu. Lakini pia kuna strategy tester ambayo ipo kwenye platform hizi za kwenye PC, unaona, MT4 au MT5 ya kwenye kompyuta. Hiki ni kipengele cha kujaribu mikakati kwa data za zamani ambazo ni nini, ni backtesting, unaona, tunatumia hizi nini strategy tester. Aina za majukwaa ndio hizi tumetaja, kuna MetaTrader 4, MT4, unaona, alafu kuna MetaTrader 5, pia kuna cTrader, unaona, hii cTrader kidogo ipo advanced, imetofautiana kidogo sana na TradingView, unaona. Sasa mimi platform ambazo natumia TradingView. TradingView mimi natumia kwenye kufanya uchambuzi, analysis, alafu kufanya execution, iweza kuingia kubai au poseli, natumia MT5 au MT4, lakini siku hizi natumia sana MT5, unaona. Ila TradingView mimi natumia kufanya zangu analysis, alafu then execution zangu nazifanya kwenye MT5 au MT4. Icon zake ndo kama hizi. MT4 inaonekana hivi kwenye Play Store au kwenye App Store, MT5 inaonekana hivi kwenye Play Store au kwenye App Store. TradingView pia ipo kwenye Play Store na kwenye App Store inaonekana hivi. Lakini pia kuna hii cTrader na yenyewe inaonekana hivi. Kwa hiyo hizi ndizo the way jinsi ambavyo inakuwa zinafanyaje zinaonekana. Sura ya 15, aina za biashara ya forex, types of forex trading, unaona. Hizi aina za biashara ya forex inategemea pia na muda wako, mtaji ulionao, na vile vile tabia yako ya kisaikolojia na malengo yako ya nini ya kifedha, kwa sababu kwenye aina hizi za biashara ya forex kuna kitu tunakiita scalping, unaona. Hii ni biashara haraka sana, ni trades ambazo huchukua sekunde hadi dakika chache, unaona. Lengo ni kuchukua faida ndogo ndogo mara nyingi. Unasikia mimi na scalp, ndio ile mtu anaingia pips 2, pips 3 au pips 5 ametoka, pips 2, pips 3 ametoka. Na vile vile inahitaji uangalifu wa hali ya juu, pia inahitaji internet nzuri, na pia inahitaji spread ndogo ili uweze kufanya nini, kufanya scalping. Aina nyingine ni day trading, unaona. Hapa trades zinafanyika ndani ya siku moja, unaona. Hakuna position inayobaki usiku, yani unaingia asubuhi unatoka jioni, yani hulazi wewe trade, unaona. Hii inafaa kwa watu wenye muda wa kufuatilia soko mida ya nini ya mchana, kwa sababu mimi na trade London na New York, kitumisi mchana nina muda. Inahitaji uchambuzi wa kiufundi na ratiba thabiti. Mfano, unauza USD asubuhi na kufunga trade jioni kabla ya soko kufanya kufungwa, unaona. Aina nyingine ni swing trade. Hizi trade zinachukua siku kadhaa mpaka wiki. Hii ni trader hutegemea mwelekeo wa muda mrefu na price action. Inafaa kwa watu wenye kazi au majukumu
mengine au wenye majukumu mengi, watu ambao wametingwa wanakuwa suggested kutumia hii swing trading. Naona dakika 40 zimekata na muda umetutupa mkono blaza. Sema tumepush kutoka chapter ngapi mpaka chapter 15? Actually nafikiri utakuwa na muda